Wakati jua lilikuwa linachomoza juu ya milima ya Alborz, likichora rangi ya dhahabu juu ya anga la Tehran, hewa ilikuwa imejaa msisimko wa taifa lililosimama imara baada ya mawimbi ya mashambulizi, huku ndani ya ukumbi uliojaa viongozi na wananchi, makamu wa rais wa Iran Mohammad Reza Aref alisimama, sauti yake ikitoka kwa uthabiti wa kiongozi aliyeona mengi lakini asiyetikiswa na kelele za maadui. Kwa uwasili alisikika akisema kwa lafudhi ya chuma, na hapa namnukuu: wachache waliodhani wangeweza kuipima nguvu ya Jamhuri ya Kiislamu walipaswa kufikiri mara mbili kabla ya kuwasha moto wa uchokozi, kwa sababu moto huo kama wangejaribu kuuwasha tena utawateketeza wao wenyewe. Mwisho wa kumnukuu. Maneno yake yalipita kama radi, yakigonga nyoyo za waliokuwa wakimsikiliza. Ukimya uliofuata haukuwa wa hofu bali wa heshima, na alipoinua macho yake juu, uso wake ulionekana kama kioo cha imani, kwani hiyo ilikuwa imani katika nguvu ya watu wake. Kiongozi huyo alisema kuwa taifa hilo linapaswa kuwa tayari kila saa, kwa sababu maadui wa taifa hilo wengi kila nyakati, lakini silaha pekee isiyoweza kushindwa ni umoja wa taifa hilo na mapenzi ya watu walio wazalendo. Kumbuka kwa sauti ya kumbukumbu vita vya Juni, siku 12 za majaribu na moto, ambapo anga lilikuwa limejaa milio ya ndege adui na ardhi ikitetemeka kwa silaha za teknolojia za kisasa. Lakini hata hivyo taifa la Irani lilisimama, lilipumua kupitia moshi na vumbi likinyanyuka kutoka majivu yake kama simba wa jangwa, lakini tangaza ushindi si kwa silaha bali kwa roho. Aref alisema kwa sauti ya faraja, na hapa namnukuu: ndio hazina kuu tulionayo. Kadiri tunavyolinda umoja wetu, hakuna nguvu duniani itakayoweza kutugawa. Mwisho wa kunukuu. Huyo, na pale alipoishia, ukumbi mzima ulilipuka kwa makofi na kelele za ujasiri. Wimbo wa taifa uliibuka taratibu, ukijaza hewa kama upepo wa matumaini, ambapo Teherani ilibaki kuwa kitovu cha uthabiti, ardhi ambapo sauti za viongozi wake ziliendelea kuandika historia ya taifa lisilokubali kunyenyekea. Nyingine ndani ya ukumbi wenye mapambo ya asili ya Kiajemi, taa zikiwa zimetundikwa juu kama nyota zilizoshuka angani, naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Majid Takht alisema mbele ya hadhira yenye vichwa vya kitaaluma, wanadiplomasia na wanafunzi wa sayansi ya kisasa. Ilikuwa ni siku ya 4 ya mkutano wa kimataifa wa utafiti wa kisasa wa Iran, tukio lililobeba hewa nzito ya kumbukumbu za kivita na matumaini ya amani. Takht alianza hotuba yake akisema kuwa Irani daima imeamini katika mazungumzo, lakini si yale yanayoambatana na minyororo ya sharti na ubabe, kwani mazungumzo ni daraja la heshima, si silaha ya mashinikizo. Kauli hiyo ilitua kama manyunyu ya mvua juu ya udongo wa fikra, ikiashiria msimamo thabiti wa taifa lililojifunza kustahimili radi za vita na dhoruba za siasa. Na alipozungumzia vita vya siku 12 dhidi ya Israeli, ukumbi ulitulia, ni kana kwamba kila mtu alisikia pumzi ya historia ikipita taratibu. Kwa sauti tulivu lakini yenye wito wa kiongozi na uzalendo ulioambatana na ujasiri ndani yake, akasema kwa unyofu: ni vigumu kusema kwa uhakika ni nani alianza cheche za moto huu, lakini bila shaka kulikuwa na mikono ya wanaopenda kuchochea radi, hasa yule aliyejipa jina la rais wa dunia, Donald Trump, mtu aliyefanya siasa kuwa tamasha la vitisho. Mwisho wa kunukuu. Takht aliendelea kueleza huku akitoa tuhuma kwamba Marekani haikuingia kwenye majadiliano kwa nia njema bali kwa maneno ya hila, ikitumaini kushinda kupitia ujanja wa kidiplomasia. Lakini maneno hayakufanikiwa. Ni yake ni makombora yaliyozungumza badala yake, mashahidi wa ubinafsi wa nguvu za Magharibi. Na hapa namnukuu: walipoona diplomasia haikuletea matokeo yaliyotaka, walikimbilia kwenye vita,
vita vya hasira, vya kukata tamaa, vya kushindwa kwa fikra. Macho yake yakapita kwa utulivu juu ya hadhira na sauti yake ikapungua, lakini maneno yake yakabeba uzito wa karne nzima, huku akisema kuwa hata hivyo Irani haijawahi kuamini kwamba dunia inapaswa kuongozwa na upanga, kwani taifa hilo linajua thamani ya amani, amani ya heshima, amani ya usawa, amani isiyotiwa doa na tamaa. Ukumbi mzima ulilipuka kwa makofi ya heshima katika upepo wa majadiliano, na radi za vita Irani ilijitokeza tena, wasubira ikiendelea kuamini kuwa hata baada ya radi kali zaidi mazungumzo ndiyo yanaweza kuumba upya anga la matumaini.